una kila kitu cha wizara hii, hakuna kilichoachwa. Miradi yote iliyotekelezwa na habari zijazo zote na nyenzo kama sera na baadhi ya sheria na zingine utazikuta katika mashelfu ziko huko. Kwa hiyo namshukuru Mheshimiwa Rais kwa imani hiyo kubwa kwangu, na mimi pamoja na naibu waziri tutahakikisha tunailinda imani hiyo kwa kufanya kazi. Lakini la pili, naomba nimshukuru sana kaka yangu Mheshimiwa Dr. Selemani Jafo. Yeye mwenyewe ameshatangulia kusema hapa tangia enzi za kwamba mimi nilikuwa backbencher bungeni kwa takriban miaka 3. Lakini amekuwa kaka mwema sana kwangu, amekuwa mentor. Kila mara nikichangia bungeni ni kama alikuwa mwalimu anasaisha. Anasema mheshimiwa, hapo umefanya vizuri, hapo umefanya vizuri. Kwa hiyo kwa kweli amekuwa mtu mwema sana ambaye anapenda maendeleo ya wadogo zake. Na kwa hiyo kwa nafasi binafsi hiyo ambayo tuliishi kabla ya dhamana ambayo nilipewa ya kwanza naibu waziri, nimshukuru sana kwa mchango mkubwa ambao aliufanya. Lakini la pili, naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Selemani Jafo. Katika kipindi cha awamu ya kwanza, cha sehemu ya kwanza ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa sana imefanyika katika sekta mbalimbali, lakini hususan katika wizara hii ya viwanda na biashara. Kazi ile ya kumsaidia rais isingeweza kukamilika bila ya wasaidizi ambao walikuwa nao. Na katika vipindi tofauti vya wasaidizi hao, na kakaangu Mheshimiwa Dr. Selemani Jafo ndiye ambaye alikuwa waziri wa mwisho kabla yangu mimi. Kwa hiyo kwa matokeo makubwa ambayo yalipatikana katika kipindi hiko, kwa kweli naomba nimshukuru sana Dr. Jafo kwa mchango wake mkubwa kwa kazi kubwa ambayo imefanyika hapa viwanda na biashara. Na leo pamoja ni makabidhiano, lakini mimi ninaamini Dr. Jafo ni mzoefu sana serikalini. Ni kiongozi wa muda mrefu na bado tuna mengi ya kujifunza kutoka kwake. Kwa hiyo ni muombe sana tutakapogonga milango kutaka ushauri na kusemezana maneno, basi tunaendelea kumuomba kama ambavyo tulianza tokea mwanzo kabla tujapewa dhamana, na sasa ambavyo tumepewa dhamana, basi tunamuomba aendelee kushirikiana na sisi katika sekta yetu hii ili tuweze kutimiza malengo na maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye kwa kweli maono yake mara zote, maelekezo yake ni kwamba ni lazima tuhakikishe biashara zinaendelea kufanyika, kwa sababu ndio sekta muhimu sana ya kuchagiza maendeleo kwa Tanzania, lakini hususan vijana ambao yeye kwa kipindi cha awamu hii ya pili ya serikali ya awamu ya 6 ndio jicho lake kubwa liko hapo. Kwa nikushukuru sana Mheshimiwa Jafo, na mimi kwa kweli naomba niendelee kukuomba uendelee kutupa ushirikiano huo. Lakini vile vile nimshukuru sana kakaangu Mheshimiwa Exaudi Kigae, amekaa hapa kwa muda mrefu. Kwa hiyo na wewe tunatambua sana mchango wako katika wizara hii, na pamoja ambavyo tumemwambia Mheshimiwa Jafo, basi tukigongea milango muendelee kutupa ushirikiano ili tuweze kutimiza vizuri majukumu yetu. Na kwa nyenye ndugu zangu, nilianza kusema tangia juzi mlitupokea vizuri sana, na mimi sina mashaka kwa kweli kwamba tutaendelea kushirikiana vizuri sana. Nitaendelea kusema ninaamini katika rasilimali watu nilioikuta, na mimi ninaamini wote tupo tayari kuhakikisha Watanzania wanapata matokeo. Na endeleeni kumsaidia waziri. Wasaidieni, hawa watu ni wapya, wamekuja, lazima wape ushirikiano. Lakini kubwa expectation za Mheshimiwa Rais. Nimemsikia katika kampeni zake kuhusu viwanda. Ile kazi amempa dadangu Judith hapa, msaidieni kazi hizo. Nadhani ushirikiano mlionipa mtampa dadangu Judith na Protobas iende vizuri. Kama mlivyofanya mimi na Exaudi, wafanyeni wema ule. Katika hili mimi sina mashaka. Basi kwa haya machache sana ya siku hii ya leo, mimi nimefurahi sana. Na kubwa zaidi tumuombee sana rais wetu, kwa sababu naomba niwaambie kipindi hiki ni kipindi muhimu sana. Bila sisi kumwombea rais, mambo hayataweza kwenda vizuri. Kwa kila mmoja wape kwa imani yake, anapokaa na kufanya kazi,
amwombee rais na kuiombea nchi hii amani, tusonge mbele. Bila hivyo hatuwezi kupata mafanikio. Kazi hii kubwa ambayo natarajia kuifanya inahitaji maombi kwa rais wetu. Kwa hiyo niwaombe sana, tuendelee kuombea, lakini tukichapa kazi. Leo nimshukuru sana. Nimshukuru sana. Mimi hapa ni fly. Mimi nikutakia kila la heri. Chapa kazi. Hakuna kurudi nyuma. Chapa kazi. 5 years hii viwanda na biashara iendelee kufanya kusonga mbele kama matarajio yake na Mwenyezi Mungu anakuhitaji, na hasa rais wetu anatarajia kitu hiki. Nikushukuru sana, Mungu akubariki sana. Lakini moja niseme sana, mmeingia katika wizara hii na mikutano mingi, na hasa mikutano mingi ya nje. Kwa inawezekana mtakuwa mobile sana ndugu zangu, naomba niwaambie ili nitakalizungumze wazi, kwa sababu lazima mimi natoka na hiyo huko na mikutano mingi yote, lakini yote ni mikutano muhimu kwa mustakabali wa nchi yetu. Lakini kwa sababu tuna timu nzuri ya watendaji watatusaidia kila kitu kiendelee. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, ibariki Daktari Samia Suluhu Hassan, ibariki Wizara ya Viwanda na Biashara, ibariki viongozi wetu Wizara ya Viwanda na Biashara, waziri na waziri na watendaji nyinyi na watumishi wote, asanteni sana.